What's wrong with President William Samoei Ruto? Wa Kenya, ni nini usumbua President William Ruto? Nataka mkuje hapa mniambie ni nini inasumbua President William Ruto. Ani kazi yake ni kupanda juu ya magari kuzunguka Kenya mzima kutumia our taxpayers money kwa kuhonga wapigaji kura. Ani like yesterday President anamuka anaita aspirants katika State House wa UDA ati wanaenda kuregister MCS Junior 2000, MP 5000, and by the end of the day anaenda anawalipa more than 10,000 wanaenda nao nyumbani. What kind of government do we have? Is this a government or a rooting government? Ani munaenda tu hivyo, mnapatiwa pesa na mnaenda nyumbani. Alafu wa Kenya watu wanatombea wako na akili kubwa, wakishawapatia tiketi wanakuja huko mashindani, wanapiga campaign, wanawapatia pesa ambazo William Ruto kama ni MCA anaenda kuuliza ama MP ama governor ama senator. Ebu imagine President William Ruto amepatia mtu kama milioni 5 aende kwa campaign. Unafikiri by the end of the day akikampaign na hizo pesa si watakuja kurudishia master wake? Hizo pesa zitakuja kurudi. Na mkisha elect you MCA, MP, governor, ataiba aturudisha pesa kwenda kwa master wake ambaye ni William Ruto. Na nyinyi mnajipiga kifua, mnasema 2 term, mnasema 1 term. We don't care. This is a government of rooting. It doesn't care about you people. It doesn't care kufanya services to the people who voted in wakampigia kura aweze kushinda kiti. Muliona last time alienda Mount Kenya over 17,000 aspirants. Kila mtu alikuwa anatoka na 10k, 10k, 5k, 5k. Na hizo pesa ni za nani? Do you think President William Ruto anaweza toa hizo pesa tu zake tu kutoka kwa mfuko kuja wape? Hizo pesa ni zenu. Hizo ni pesa za taxpayers money. Alafu wanasema wako na akili kubwa. More than 50% watoto wa grade 10 hawaendi shuleni sababu hawana pesa. But pesa ya kuweka mafuta kwa magari kutransport aspirants from one region to the other iko. Angalia watu wa Northern Hemisphere. Droughts iko, hunger iko, people are dying, watoto waendi shuleni, hakuna shule zinajengwa, people are suffering, and the president anatumia tu pesa kama tissue paper vile anataka. And then Wakenya wako hapa wanasema kwani pesa ni zako? Inakuhusu na nini? Kenyans, the worst thing we can do is to elect President William Ruto for the second term. Before we continue, just take a minute, subscribe on this channel, Kiongozi wa Wanyonge, the voice of the people. Ndio naenda kuwaletea habari vile siasa za Kenya zinaendelea kukua. Sababu itakuwa hata president, the former president, hayati Mwai Kibaki, akufanya State House kuwa ngome ya kisiasa. Akufanya State House penye money inakuwa distributed. The former president Uhuru Kenyatta akufanya State House kuita mkutano kupatia watu pesa. Ndio maana tunaona hizi visanga vizikielekea especially Kisii County, especially constituency ya Zahir Shanda. Anaita watu more than thousands of people, anawakaharisha na kuambia mimi ndiye MP, mimi ndio niko na pesa. Anawakaharisha, anawapatia michere, anawapatia marage. Alafu mnasema 2 term. Na hamjui kama hizo pesa ni zenu. Pesa ni zenu, taxpayers money. Anaenda naiba, anawaletea na wapea. MP mgani anaweza toa pesa kwa mfuko akuje kuwapatia bure? MP mgani? Is stealing from you. Juu hamna akili ya kuuliza maswali. Hakuna watu wana keep these people accountable. Mnanyamaza tu. Juu these people wanataka mkae maskini kabisa, muwaipigie maoti chini and then muabudu kama Mungu. Hiyo ndio furaha yao, sababu washawasoma na washarealize ya kwamba these voters, they are very stupid, they don't think beyond out of the box. Ndio maana tunatumiwa kama tissue paper. That's why the government inaenda kwa treasury inachukua 43.5 billion. Can you imagine? Pesa tu inapotea kutoka treasury 43.5 billion
Ndio hizi unapata zinatolewa tu. Zinapatiwa tu, watu wanaita State House, wanapanga maline, wanapatiwa pesa. Walimu wanaitwa State House, wanapatiwa 10,000 each. Na muone ya kwamba alafu mnaona ya kwamba ati mnapelekwa Singapore. Singapore gani president rezi ya kezi ya kakaa chini afanyia wananchi kazi wakati wa kampeni itafika. Tumeenda mpaka World Bank, tumekopa loan ya nyota, ndio hii tunapatia wananchi. Can you imagine, unaenda unakopa loan instead ukuje ubuild industries yenye vijana watapata kazi, hani unachukua hizo pesa unapatia tu hivyo tu, hizo pesa zinapotea tu hivyo. Atunauliza mtu 22,000 what's 22,000 kwa kijana ambaye ako na familia, ameoa, ako 25 years old, ako na watoto wawili, ako na familia yake ya kurisha, atafanyia nini? Atarisha familia. But ungempatia kazi, mweke industries, upate ujamaa analipa kitu kama 30k per month, kitu ambayo ita sustain familia yake. Alafu napatia kijana 22,000. Juu kijana ako block, anaona kwaja wekelea vieta, and then itampea pesa mingi, and end up losing that money. Amwezi kuja na strategy ambayo iko long term inaweza saidia vijana. Mr. President, what's wrong with your government? Ndio maana unaona watu kama kina Moses Kuria ambao walikuwa na chama cha kazi, akatoa hiyo chama kikazimia katika UDA. Sasa nilimuona State House. Moses Kuria alikuwa na chama yake, sasa anaenda kupatiwa ticket ya UDA juu kwa MP. This is the kind of leaders wanastahili kwenda nyumbani, sababu anauza chama yake kwa kupatiwa soup peke yake. This is not the kind of leaders we want to elect in 2027. The worst thing we will do as Kenyans is to re-elect President William Ruto for the second term. Na mtajua mjui, sababu kama sahii anafanya hivi, mkipatia second term atafanya nini? The only person mwenye alikuwa anaita watu status na wakarisha ni Moi. Na amepaste copy serious strategies za Moi ameleta hapa. Mtu yeyote mwenye alikuwa anainua kidole ya pili wakati wa Moi, hicho kidole kilikuwa kinakatwa. Ndio maana anataka UDA ikae ndio chama pekee katika nchi yetu ya Kenya ambao President William Ruto anaweza kufanya wewe ndio ukae MP, wewe ukae governor, wewe ukae senator, wewe ukae MCA. And then ikifika 2027 atakaa yeye ndio peke yake, ada decide nani atafanya. Ndiye atabadilisha sheria, ndiye atabadilisha katiba, sababu watu wote ni wake, and there will be another Moi. Mtajua mjui na mtakuja kuniambia. Endelea tu kucheka mkisema tu tamu.